imam anapokuwa anaswalisha katika sala, hasa hizi swala za jahriya, ingawa maneno haya yanakwenda pia katika swala za sirria, lakini zaidi katika swala za jahriya, kwa sababu kisomo cha imamu kinasikika, anasoma kwa sauti. Anatakiwa imam awe mwangalifu sana baada ya kumaliza suratul Fatiha, awe mwangalifu wa pale anapoanzia kusoma katika sura yote ile atakayosoma katika Qur'ani baada ya Fatiha. Ni muhimu sana imam kuangalia, hasa ikiwa anasoma katikati ya sura au mwisho wa sura. Maimamu wetu wengi husoma mara nyingi mwisho wa sura, na hii inakubalika kama tunavyojua katika fiqh, na inakubalika zaidi kushinda katikati ya sura, ingawa zote mbili ni jaiz kwa wanazuoni, ukisoma katikati, ukisoma mwisho. Lakini la msingi ambalo linafaa tulizingatie na tulipe umakini ni kwamba pale unapoanzia ni muhimu sana, ili imam asianzie katika maneno ambayo inakuwa maana yake yamekatika. Nikipiga mfano katika swala ya magharibi ya leo, raka ya pili, raka ya kwanza ilikuwa sawa nzuri, imam alianza mwisho wa tahrim, mwisho sehemu ya mwisho, ya ayuha nabiyyu jahid al-kuffar wal munafiqina waghluz alayhim. Maana ya aya hii mwanzo wake pale ilipoanzia ipo sawa. Raka ya pili imam akasoma waqalu la tadharunna alihatakum, hapa ndipo alipoanzia mwisho wa surati Nuh. Sasa tamko hili la waqalu, kwanza mulahadha wa kwanza ni kuwa maana yake ni walisema. Sasa imam akisoma walisema, kwa yule ambaye haijui sura hii, hajahifadhi, ataanza kujiuliza nani walisema. Waqalu, na walisema akina nani? Sasa wale waliosema wako kule nyuma, na yeye imam hakusoma ile aya inayowahusu kuanzia kule nyuma. Hii ni mulahadha wa kwanza. Pili ni kwamba hiki ni kisa, na mara nyingi imam anapokuwa au akiamua imam anapo katika sala ya kwamba asianzie ile kisa pahala ambapo maana yake itakuwa imekatika, kama hivi tulivyotaja katika hii raka ya pili. Hii maana yake imekatika kwa sababu ni kisa kinatoka kule mwanzo wa sura, tangu Nabiyullah Nuh alayhi wa ala nabiyina as-salatu wassalam akimshtakia Mola wake subhanahu jalla wa ala kwamba amewanadi, amewaita watu wake usiku na mchana, kwa dhahiri na kwa siri, waje katika mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Aya zinaendelea mpaka hapa. Sasa hii ni jawabu, wao wanamjibu Nabii Nuh, wamwambia wewe sema utakavyosema, tuambie utakavyotuambia. Kwanza hatukusikilizi, pili sisi twakita na tuendelea kudhubutu na masanamu wetu na miungu wetu. Na wanaambizana kuambia watu wao, msiwaache hao miungu wenu, shikamaneni nao, achaneni na maneno ya Nuh. La tadharunna alihatakum, msiwaache akina Waddan na kina Suwa na kina Yaghuth na kina Yauq na Nasra. Haya yote ni majina ya miungu. Kwa hiyo katika kisa ukisoma hasa katika Qur'ani kuna visa vingi. Kuna katika kisa cha Nabiyullah Yusuf, kisa cha Musa alayhi salam na Harun, kisa cha Adam alayhi salam, visa vingi. Sasa anapochagua imam au mwenye kuswali kusoma katika kisa, angalie kwamba kile kisa hakukikata mahala au pahala ambapo nyuma itakuwa kuna maana iliyoshikana ambayo yatakiwa aisome. Hiyo ni nukta tambihi ambayo ni vizuri sote kwanza kwenye kuswali tuijue kwa jumla, kwa sababu tunaswali na tunasoma Qur'ani katika swala zetu, na la siyama
au hususan aima, hasa vijana ambao wanasoma Qur'an. Hii ilmu inaitwa ilmu ya alwaqf walibtida, ilmu ya kujua pahala pa kusimama ni wapi na pahala pa kuanzia ni wapi. Ni elimu iliyoshikana na ilmu ya tajwid alquran. Lakini maa alasaf, pengine wanafunzi labda baadhi ya wanafunzi au wengi katika wanafunzi labda hawapati fursa ya kusomeshwa au kupata fursa ya kusoma ilmu kama hii. Lakini wanazuoni hasa wametungia paka vitabu. Kuna vitabu vinahusiana na alwaqf walibtida katika Qur'ani, kuanzia wapi na unaachia wapi, sababu ni jambo ambalo linakithiri katika misikiti. Na wala ndio maana nikasema si mkusudii huyu imam aliyeswalisha hapa peke yake kijana wetu hapa, bali misikiti mingi na swali imamu baada ya wala dhalin amina na kuanzia kalla bal la tukrimuna alyatim. Hapo ndipo alipoanzia kalla bal la tukrimuna alyatim. Tafsiri yake ni sivyo hivyo. Sasa wewe ukimwambia mtu, ukimwanzia mtu maneno sivyo hivyo, anakuelewa vipi? Ukimwambia mtu sivyo hivyo, maana yake kuna nyuma kuna maneno au kuna fikra au kuna itikadi au kuna jambo au vitendo ambavyo anavifanya au anaviamini. Sasa jawabu ndio tumwambia sivyo hivyo unavyodhani, sivyo hivyo mnavyoamini, sivyo hivyo mnavyofikiria. Ndio inakuja jawabu bal la tukrimuna alyatim. Kwa hivyo anayesoma kalla bal la tukrimuna alyatim, ala alaqali alikuwa aanze inna rabbaka labil mirsad. Hapo ndio ilikuwa pa kuanzia. Tena hii pia nayo pia itakuwa inaweza kuwa na walakin, kwa kauli ya wanazuoni wale wanaosema kwamba hii ni jawabu alqasam ya walfajri, kwa sababu pia huwezi na hairuhusiwi pia, si sawa kuanza na jawabu alqasam katika Qur'an. Jawabu alqasam ni jawabu ya kiapo. Qur'ani ina viapo, kisha wewe ukaanzia na jawabu alqasam ukaenda mbele, kiapo kakiacha. Tumefahamiana vizuri? Kwa mfano useme laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ukaanzia hapo. Hii ni jawabu alqasam. Qasam iko nyuma, watini wazaitun wa turi sinin wa hadha albalad alamin. Jawabu yake laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile zuri. Kwa hiyo jawabu alqasam haiwezi kuachishwa au kufarakanishwa na qasam na pamoja na almuqsam bihi. Kwa hivyo tuwe na uangalifu wa masaili kama haya, tunakumbushana mara kwa mara kwa sababu tunasahau kadhalika. Kwa hivyo al-insan urda li-an-nisyan, wama sumiya al-insan insanan illa likathrati nisyanihi. Inatokea pia katika sala za tarawih, wale maimamu wanaosalisha tarawih kwa kufuata juzuu mpaka juzuu. Sasa kuna juzuu zingine mwanzo wake pia maana zimekatika. Juzuu zingine, kwa mfano juzuu ya 5 katika msahafu kwa utaratibu wa juzuu 30, juzuu ya 5 inasema wal muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanukum kitab Allahi alaykum. Wao hii ni wao al-atfi, na kadhalika wanawake walioolewa. Sasa ukianza hivyo haieleweki umesemaje, kwa sababu maana ya hii aya iko nyuma. Maana hii aya iko nyuma, mwanzo wake hii aya ni hurrimat alaykum ummahatukum. Kwa hivyo wal muhsanati, na kadhalika mumeharamishiwa wanawake walioolewa, amufai amuruhusiwi kuoa. Katika jumla ya wanawake ambao wamuruhusiwi kuoa ni wal muhsanati, na wanawake walio ambao wamekwisha kuolewa wana waume zao, hamwezi mkaoa sababu wana waume zao paka waachwe wamalize eda ndipo muoe. Tumefahamiana vizuri? Kwa hivyo hili tunalizingatia katika kusoma au katika kuachia aya. Kwa mfano una uradi wako unasoma, umefika pahali unataka kusimama, unaangalia pale mbele ni wapi, unasemaje. Ukiona kwamba mbele maana bado inaendelea, unaendelea ili usimame katika aya ambayo itakuwa maana yake imekamilika. Juzuu ya 7 inasema wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq. Akina nani hawakutajwa, wako nyuma. Sasa ukisema utasimama mwisho wa aya ya la tajidanna ashadda an-nasi adawa, hapo ndio mwisho wa juzuu. Ukisimama hapo kwamba hapa ndio mwisho wa juzuu ya 7,
inaanza wa idha sami'u, maana yake toka imekatika. Kwa hivyo ni aidha uiachie kabla ya la tajidanna ashadda an-nas, au ukisongea mbele uendelee uiachie kabla ya ile aya ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibat ma halalla Allahu lakum. Takuwa kidogo labda maana hapo imeshikana. Tayeb, nafikiri nimefahamika, na nilikusudia kwa tambii hii ni faida wala sio shay shakhsi li al-akh ambaye alisalisha, jazakallahu khairan.